uzalendo kwa taifa lenu, huku mkimtanguliza Mwenyezi Mungu na kujiepusha na vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha mustakabali wenu wa maisha. Endeleeni kutafuta maarifa zaidi, kuwa wabunifu, kujikita katika ujasiriamali na kuwa mabalozi wema wa chuo chenu cha Furahika. Kwa wanafunzi mnaobakia, na wasisitiza mjitume katika masomo yenu, mzingatie nidhamu na muwe wazalendo. Ndio msingi wa mafanikio katika maisha. Aidha, msimsahau Mwenyezi Mungu katika kila hatua ya masomo yenu. Serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuongeza fursa na kuboresha ubora wa elimu nchini kwa kuweka mazingira rafiki ya uendeshaji wa taasisi za elimu. Wito wangu kwa taasisi zote za umma na binafsi ni kuhakikisha zinatekeleza kikamilifu sheria, kanuni na miongozo inayotolewa na wizara ili kuimarisha sekta hii muhimu kwa manufaa ya taifa letu. Kuna mambo machache hapa yamejitokeza ambayo labda niseme kidogo kwenye mambo hayo. Kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini wakati tunazungumza, kabla sijaja hapa, kuna mambo kadhaa ambayo ameniambia. Kwanza, nimefurahishwa na mashirikiano ya hapa niliyoyakuta baina ya serikali na chama. Nimekuta pia kuna mashirikiano ya vyama na chama. Tunapongeza sana kwa mashirikiano hayo. Kama nilivyosema, maendeleo hayana chama. Kwa hiyo maendeleo hayaangalii vyama. Kwa hiyo niwaombe sana wenye viti wa mitaa kuwapa mashirikiano wabunge hawa ili wafanye kazi zao kwa urahisi, lakini pia maendeleo yafike kwa wananchi ambao wao hawaangalii chama, wanaangalia maendeleo ambayo viongozi wao wanawaletea. Na nimekuja kutoa mfano wa mashirikiano ambayo Mheshimiwa Rais wetu kila siku anaimba kwamba tushirikiane, tuende na 4R ili tufikie malengo na maendeleo ya wananchi ambao wanataka. Kwa hiyo nitoe wito na wigo kwa wenye viti wa serikali za mitaa kuendelea kutoa mashirikiano kwa viongozi hawa ili wananchi wetu wapate maendeleo.